Kwa wewe ambaye unanisikiliza kwa njia mtandao, ni mara nyingine tena ninaporudi kusema na wewe unanipata ukiwa sehemu mbalimbali. Wewe ambaye uko YouTube kwenye chaneli yetu, Facebook, TikTok na Instagram. Kuna vitu ambavyo ningependa kuzungumza jioni ya leo kutoka kwenye kitabu kimoja cha Mhubiri sura ya 10 ule mstari wa kwanza. Biblia inasema mainzi mafu huvundisha maramu ya muzamarashi, kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na maarifa. Kwenye falsafa hizi za Biblia kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaweza kuvipata kutokana na hii mistari. Alichokuwa anazungumzia Mhubiri kwenye Biblia kinahusiana na mambo mengi ambayo tunayaona katika ulimwengu wa sasa, katika ulimwengu ambao tunaushuhudia. Kwa mfano, unaweza ukawa ni kiongozi kwenye taasisi fulani, kama tunavyoshuhudia katika dunia hii ambayo tuko nayo, lakini imefika wakati kwenye nafasi hiyo ulionayo ni kiongozi wa serikali, kiongozi wa dini au kiongozi mtumishi wa umma. Sasa kwenye nafasi ile umefanikiwa kufanya mambo mengi mazuri kwenye utawala wako, ukafika kwenye nafasi ambayo umekubalika vizuri, watu wamekuamini, umeshirikiana na watu wengi, lakini pia umefika kwenye nafasi ambayo umeona kwamba wewe ulipo ni nafasi sahihi ya kuwatumikia wananchi. Lakini usisahau neno hili ambalo analizungumza Mhubiri, kwamba pamoja na kwamba unaweza kuwa umefanya mambo mengi mazuri, lakini kosa kidogo au makosa kidogo yanaweza kusababisha heshima ulionayo ambayo umeipata muda mwingi, au kibali ambacho umekipata muda mrefu, heshima ambayo umeitengeneza muda mrefu, inaweza kuharibika kwa siku moja. Hapa ndipo anaposema kwamba upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na maarifa. Kwamba unaweza ukawa ile hekima nyingi ambayo umekuwa nayo imekufikisha kwenye stage ambayo watu wamekuamini, wamekuona ni mtu unayefaa kwa kila mmoja, lakini kosa kidogo au kitu kidogo kinaharibu heshima yote ulionayo. Tumeshuhudia watu wengi ambao kwenye nafasi zao za uongozi wamekuwa wakifanya vizuri, lakini makosa madogo ambayo yamesababisha kupoteza vibali kwenye kazi zao, au wengine kufukuzwa kazi kabisa kutokana na makosa madogo. Sasa kwa wewe ambao unanisikiliza kwa njia ya mtandao, nipende kukushauri tu, jitahidi kuilinda heshima yako. Haijalishi kitu unachokiona kinachoweza kushia heshima ni kitu kidogo. Kile kidogo tu kinaweza kusababisha unachafuka vibaya kuliko kikakuharibia heshima ambayo umeitengeneza muda mrefu. Heshima kuitengeneza ni ngumu, kukibali kukitengeneza ni vigumu, lakini kukiharibu ni dakika moja. Hii haina tofauti sana na mtu aliyejenga. Kujenga, mtu unapoanza kujenga kuna masumbufu mengi ambayo unakutana nayo, kuna changamoto nyingi sana za maandalizi, lakini unapofika kwenye nafasi labda umekuwa na maamuzi ya kujengua, unaweza ukashangaa kitu ulichokijenga muda mrefu unakijengua kwa siku moja na inawezekana. Kwa hiyo kujenga ni kugumu, lakini kujengua ni rahisi. Mungu wa mbinguni akubariki. Tutakutana kwenye vipindi vingine.